Tulikuwa na watu walivote 53, amepata alama 44. Makamo wake alikuwa ni mtu moja, candidature unique, amepata sauti 39, ni bwana Nyembo pa MSC pa. Kulikuwa bwana Obedi na ndugu alipata sauti 45 ile 53 bwana Jules afanye passation. Yani president mwenyewe ametoka na komite yake wakabizi madaraka komite yenyewe inaingia leo kuanzia Isa wakabizi madaraka kuke kazi endelee. Tunasema asante na sisi saidi tunawashukuru sana na magharibi njema. Asante sana. Kwa kujitambulisha majina yako yote. Mimi naitwa kwa jina ya Sema nguvu. Naitwa kwa jina ya Alaujo Corridor. Umechaguliwa kuwa kiongozi wa Sotraleke mkomine ya Kavimvira. Maoni yako kwanza leo kuhusu kuchaguliwa kwako ni nini? Maoni yangu kwanza kuhusu kuchaguliwa kwangu, ya kwanza naweza sema nina furaha, na ya pili naweza sema nashukuru wadereva wote kwa sababu wamenichagua, waliwaza kitu kia lazima sana kwa kunichagua mimi. Ndio kwa kamati iliyopita, je, ulikuwa kiongozi ama ulikuwa nani kwa ile kamati ambayo ilipita? Ndio, kwa ile kamati yenye nilikuwa kiongozi, nilikuwa inspecteur. Na ile inspecteur wangu nikatumika kazi yenye inastahili, na kwa saa hii nimepita na kwa kiongozi. Na katika yale ambayo uliahidi kuwafanyia madereva wa shirika lako, ni nini zaidi ambazo kitu ambacho utaweza kupigania ni nini kwa ajili ya madereva wako waishi vizuri? Yani kwa raha nitawatumikia na kwa shida nitawatumikia, na wadereva wote watakuwa na amani. Unafikiri ni shida gani ambazo zilikuwepo ambazo unafikiria kwamba utapambana nazo kama vile kiongozi? Shida zilikuwa nyingi sana, na kwa vile shida zilikuwa nyingi, na kwa hivi mimi naingia sawa vile washoferi wamenichagua, na wapigania kwa zile shida zote. Shoferi akipata magumu, ndipo nimalize ile magumu. Shoferi akifungiwa, ndipo nifanye nguvu niende mtosha ile kasho yenye atakuwa alifungiwa. Kamati iliyoondoka madarakani, uliona kwamba kulikuwa kasoro gani ambazo wewe unataka kuziondoa zile kasoro? Kasoro zilikuwa nyingi sana zenye hazikufurahisha hata wa shoferi. Kama nini? Shoferi akipata magumu haita amplike kule magumu shoferi alipata. Yani hiyo inaona iko mfuma ya kutumika tu ile kazi sawa gisi tunatumika kazi sisi wote. Hata jiinterese kwa kusema shoferi alipata magumu, aende maliza ile magumu ya ule shoferi. Jambo sana. Tambulishe kwa majina yako yote. Mimi naitwa kwa jina la Rubagara Kabizo Celestin. Ni mimi ndio nimeongoza huyu mula wenye leo nafika
kupana madaraka kwa wenzangu. Kwa kweli umepana madaraka, unaweza kutukumbusha tena matatizo ambayo mliweza kupitia katika muhula ambao umetoka? Unajua kuwa kila mwanzo ni mgumu. Nimepatiwa kazi na Kordo, nikatumika kwa jinsi Mungu alimpatia uwezo. Inafikia kiwango kila kitu kina mwanzo na mwisho. Mula wangu umeona kama umefikia hapo. Leo tariki 12 mwezi wa 10 au mwaka na saa 11 imeonekana kama nikabidhi madaraka kwa mwenzi wangu mwenye ataendelesha kwenye mimi nimeishia, na nimepana madaraka kwa roho moja na ukundufu, kwa kupenda shirika letu liendelee, kusema kama tutabakia viongozi wa kuomba mashauri wasaidie kwa yale yenyewe tulipitia mbele wakati walikuwa hawapo. Wakati wa muhula wako unaweza kukumbusha baadhi ya matatizo fulani ambayo mliyapitia, pengine aliyekuja kuwa mbadala wako aanze kuyafikiria? Tumepata matatizo pamoja na kiongozi Cordon National kupitia wenzetu wa bajaji na mamoto. Yaani kufika kwa boda haikukuwa rahisi. Kuna watu waliumia, gari zimeumizwa. Alors kusema kama ilifika, kwanza tunashukuru meya wa jiji kwa kutusapoti na wengine viongozi sa polisi na military ilikuja kutusapoti kwa kusema kama tutumike, tuko watu wa moja, tuangalie kisi tutakuwa tunagawa vipengele vya kazi. Kwa swali yako ambao unaniuliza, acha kwanza ni washukuru wanamemba ama watoto wa shirika Sotralek kwa uvumilivu ambao wameendelea kuvumilia, kwa kusupport Sotralek yenyewe waliendelea kusapoti. Kwa Sotralek komine ya Kavimvira mwanza au mjadala wa kutumika frontiere au mkuu haikuwa rahisi. Kama kisi unajua Uvira yetu kweli tumepata vile watu wengi wako wanajua kupanda taksi, lakini kisha kuhimiza pamoja na madereva na kamati ambayo ilikuwa hapo, tunaendelea kuhimiza watu walizoea. Hadi sasa tumeeneza yapata mwaka mmoja na miezi 6. Kweli kamati ambayo ilikuwa ilihimiza watu, tulianza na gari 3 mpaka watu wamezoea gari zinafika 40 na kweli acha ni washukuru. Na ndio maana nimesema watoto wamesema mkubwa tunapasha sasa pata kamati nyingine mpya, niliwaambia wasubirie, wakaendelea kusubiria mpaka kwa date ya leo tumefika kwenye uchaguzi ambao umefanyika wa amani na furaha bila matatizo. Umeona namna gani uchaguzi gisi umepita? Mtangazaji, uchaguzi umepita vizuri sana. Hapa kukua la ama la. Donc kila mtu amechagua ule ambaye amempenda, ule ambaye amekubali kutumikia shirika pamoja na watu wakaamua. Donc uchaguzi umepita wa amani na furaha bila malumbano. Asante sana. Mimi nakushukuru.